अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज भी मैं सहाबा के कुछ वाक़यात पेश करूँगा। Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Asal Aziz anasema kwamba leo tena nitaeleza matukio ya imani ya maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na katika matukio haya kwanza kabisa ni matukio ya kuonyesha imani yao na imara yao ya imani. Hazrat Mia Abdullah Khan Sahib ambaye alijiunga wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini alikuwa hakumuona Sayyidina alayhi salatu wasalam. Yeye anasema kwamba mwaka ambao katika Muzaffarwal tauni ilienea, mwaka ule ule mimi nilihamishiwa kule Zaffarwal kuwa clerk kutoka Sialkot. Mia Hasan Saheb wa Talwandi akaniambia kwamba, je, unaamini kwamba Yesu Kristo yuko mbinguni? Mimi sawa na sayansi nikasema hapana, siamini. Nilikuwa sina uadui moyoni mwangu hata kidogo. Yeye akasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam amedai kwamba Masihi aliyetabiriwa ni mimi, na Masihi wa wana wa Israeli ameshafariki. Mimi kwa kuamini nilimwandikia barua Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kisha baadaye nilienda Karachi na Afrika kwa sababu ya kazi. Baba yangu alikuwa si mwanajumuiya na alikuwa si mpinzani, lakini kwa sababu ya wahabi wa kijiji chake wakamchochea. Mwaka 1911 baba yangu akaniandikia barua nilipokuwa kule Afrika kwamba umwambie Hadhrat Sahib katika maneno yangu, na yeye aliandika maneno kadhaa katika barua. Ikiwa yeye husemi maneno haya, basi mimi nitakunyima katika urithi. Anasema mimi wakati huo Kenya nilikuwa station master wa Sultanpur, kwa hiyo nikaiweka ile barua kwangu. Kwa wakati wa sala ya Isha nilieleza mbele ya mke wangu kuhusu barua hii. Mke wangu alikuwa si msomi, akasema kama hawa watu hawako tayari kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa nini wanatuambia kwamba sisi tumtukane Sayyidina alayhi salatu wasalam? Mwenyezi Mungu amefanya mpango wa chakula chetu na tuna kibarua, kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi. Basi uwaandikie kwamba sisi hatupo tayari kumtukana Sayyidina alayhi salatu wasalam, hata kama wewe unatunyima katika urithi. Anasema mimi niliandika hivi. Baba yangu alinijibu kwamba wewe ni mtoto wangu wa pekee, kwa hiyo wewe ni mrithi wangu. Mimi niliandika kwa sababu ya kuwachochea watu, walinichochea.
nilimwandikia barua tena, lakini alinijibu ile ile. Nilipoenda likizo nyumbani, ilikuwa saa 3, Muhammad Hussein saheb na pamoja na ndugu mwingine tulikuwa tunajadili pamoja na baba yangu akasema kwamba mimi namtambua Mirza saheb tangu alipokuwa akifanya kazi Sialkot. Nilikuwa nikikutana naye na alikuwa mtu mwema sana. Nakumbuka sana kwamba mkulima moja wa Sialkot alikuja kwake na alimwambia Mirza saheb, yani Sainam alayhi salatu wassalam, kwamba Mirzaji, mimi nadhani naona kwamba wewe ni Imam Mahdi aliyetabiriwa katika Islam. Wakati huo umri wa Mirza saheb ulikuwa miaka 20 au 22, na mimi pia nilikuwa na umri kama miaka 22. Anasema baba yangu aliposema maneno haya, nikamwambia baba yangu kwamba mbele yako yule mkulima alisema maneno haya na kusema hivi ni hoja kwako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba yangu akasema kwamba hata kama Mirza saheb ni mkweli, sitampokea, sitamkubali. Kwa hiyo kwa kusikia hii nilisema istighfara, nikaondoka. Kisha kuna riwaya ya Sheikh Abdul Rashid saheb, anasema kwamba Maulvi Muhammad Ali Bhopri alikuwa akiishi katika nyumbani kwetu, na wazazi wangu walinifukuza katika nyumbani. Siku moja Meherandu aliyekuwa rafiki wa baba yangu alikutana nami na akasema twende pamoja nami tuzungumze na Maulvi Muhammad Ali ili sisi pia tuelewe mnasema nini, imani yenu nini. Yani alitaka kupanga mjadala baina ya Maulvi Muhammad Ali na yeye. Anasema kwamba siku zile nilikuwa na shauku sana ya mahubiri. Mimi nikaenda pamoja naye mara moja kwa Muhammad Ali. Nilipokutana naye, Maulvi sahab akasema kwamba Meher Waldu, kwa nini umemleta huyu mkafiri mbele yangu? Meher Waldu hakupenda maneno ya Maulvi Muhammad Ali, lakini nilikuwa nikitaka kwamba nimhubiri Muhammad Ali, na Waldu pia akanisaidia. Waldu akasema kama wewe huwezi kumwelewesha huyu mtoto, wewe unawezaje kuzungumza na mwanajumuiya mwingine? Kwa kusikia hii, Maulvi Muhammad Ali akasoma hadithi isemayo kaifa antum idha nazala fikum Isa ibn Maryama, na mwenyewe akaanza kueleza maelezo yake. Alipozungumza kwa muda mrefu, nikasema kwamba nisikilize mimi pia. Kwa hadithi hii inaonekana kwamba maana yake ni hivi, na nikaeleza tena maana yake kwa kirefu. Hazur anasema ile hadithi ni hadithi ya Bukhari, vile vile inapatikana katika Muslim na Muslim Ahmad bin Hanbal pia. Hadrat Abu Huraira anasimulia kwamba kaifa antum iza nazala fikum Isa ibn Maryama wa imamukum minkum, na katika riwaya nyingine inapatikana fa ammakum minkum, yani hali yenu itakuwaje wakati Yesu Kristo atakaposhuka, yani mfano wa Isa atashuka na imamu wenu atakuwa miongoni mwenu. Na Hazura anasema kama nilisema kwamba kwa sababu atakuwa miongoni mwenu, kwa hiyo yeye atakuwa imamu wenu. Maulvi yule alisoma hadithi hii, lakini nikasema unaeleza maelezo yake kinyume na hadithi. Kisha nikasoma aya mal masih ibn Maryam illa rasul na ma Muhammad illa rasul kad khalat min qabli rasul. Nilisoma aya hizi vile faakulo kama kala Abdul Saleh. Ile hadithi pia nilisoma. Hadithi hii pia ni ndefu sana na nikaeleza maelezo yake vizuri. Kwa kusikia hii akapata ghadhabu na hasira, na akamwambia Mehruldu kwamba mimi sikukwambia kwamba hawa hawataangoka, huyu hataangoka, kwa sababu hawa mamirzai hawana adabu, wanakuwa ngumu sana, kwa hivyo mimi siwezi kuzungumza nao. Na hivi Ruldu alifedheheka na athari ya fedheha ilionekana juu ya uso wake. kwa sababu
yule molvi hakuweza kujibu wala hakuweza kunihubiri. Kwa hivyo sisi tukaondoka, na mbele ya baba yangu Mehraldu akasema kwamba Maulvi Muhammad Ali hakuweza kumwelewesha Abdurashid, na Maulvi sahib alipata ghadhabu na alisema kwamba huyu ni mtoto, hataki kuzungumza naye. Zura anasema hii ndiyo ni hali ya mashekhe, kwamba elimu ya mashekhe ni aina hii, kwamba watoto wetu wanajumuia elimu yao ni zaidi kuliko elimu ya mashekhe, na hawawezi kuziba hata midomo ya watoto wetu. Lakini kama mtu anasisitiza hatuwezi kumwongoza. Nimekumbuka tukio moja, Sakab Zervi sahib ameandika tukio hili kwamba alikuwa Ataullah Shah Bukhari shekhe. Yeye alikuwa akitoa hutuba sehemu moja, na Shabir sahib anasema nilisikia hutuba yake na nilikuwa katika eneo lile. Maulvi sahib Sheikh Ataullah Shah Bukhari aliyekuwa shekhe na alimu akasema kwamba hata Mwenyezi Mungu akija na akiniambia kwamba Mirza sahib ni mkweli, sitamkubali, sitampokea. Hii ndiyo ni hali ya imani ya hawa mashehe. Kisha Ali Muhammad saheb anaeleza hali ya Maulvi Abul Hasan saheb hivi kwamba alikuwa alimu wa hali ya juu, alieneza ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wasalam katika Dera Ghazi Khan, na maadui walimsumbua sana, lakini alisimama kwa imara sana. Kila hali aliendelea kufanya mahubiri, aliteswa lakini hakuacha mahubiri. Hazrat Hafiz Ghulam Rasul sahib Wazirabadi anasema kwamba safari moja niliogopa, na kwa sababu ya mateso ya maadui nilifika Qadian. Hazrat sahib akasema, kwa nini umeogopa, kwa nini una wasiwasi? Sawa na mazungumzo ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, ilionekana kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam anataka kunisaidia kwa mali, lakini sikuja kwa ajili ya kupata msaada wa mali kule Qadian, bali lengo langu lilikuwa hii kwamba niende Qadian na moyo wangu upate utulivu, na nisiogope kwa sababu ya upinzani ya maadui. Kwa sababu mtu anapokaa karibu na nabii, kwa sababu ya imani yake anapata nguvu na anapata utulivu. Mimi nilienda kule kwa ajili ya kupatia nguvu moyo wangu kule Qadian. Anasema kwamba wala haitakiwi mtu aende kwa manabii ili mtu aombe msaada kutoka kwao, bali sisi tunatakiwa tumsaidie kwa mali. Sayyidina alayhi salatu wasalam akanipatia utulivu na moyo wangu kupata nguvu, na sikuwa na shaka hata kidogo kuhusu ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Maulvi Abdurrahman saheb anasema kwamba kwa sababu ya unyenyekevu wangu na kwa sababu ya umaskini wangu, watu wote, jamaa zangu na watu wa mji na marafiki zangu wote walikuwa radhi pamoja nami, lakini waliposikia kwamba nimejiunga na jumuiya, jamaa zangu wote isipokuwa jamaa wa karibu wote, jamaa wa karibu walijiunga, lakini wengine jamaa wote na marafiki na watu mtaa wote wakawa maadui. Hazur anasema hii ndiyo inakuwa hali ya jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Watu wanapopokea basi wanasumbuliwa hivi, wote wanakuwa maadui. Wale waliokuwa wakisifu wa wenyewe, wale wanakuwa maadui mtu anapojiunga na jumuiya, bali wanakubali, wanasema kwamba huyu mtu ni mwema sana na mzuri sana, lakini wanakuwa maadui. Nimekumbuka tukio moja kuhusu Sheikh Mazhar Ahmad saheb wa Faisalabad. Kule nilipokwenda, mtu mmoja asiyekuwa mwanajumuiya alikuwa pale, akaanza kumsifu sana Sheikh Mazhar saheb kwamba sijawahi kumuona wakili kama huyu, mkweli na mwema sana, lakini ana kasoro moja kwamba yeye ni Qadiani, ni Mirzai. Hazur anasema kwamba watu wote wakawa maadui wangu na wakaanza kunitesa.
wengine walikuwa wakikaa na wakifanya mkutano na walikuwa wakisusa na walikuwa wakiwachochea jamaa na marafiki na watu wa kawaida. Na mwenye duka moja alikuwa akiuza maziwa alikuwa pamoja nasi, wakamzuia asitupatie maziwa, na wale wafanyakazi wakawazuia wasituhudumie, na walikuwa wakiwaambia kwamba mtu yeyote akipita karibu na nyumba ya mwanajumuiya basi atakuwa mkafiri. Ni kudra ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anafanya hivi kwamba wale mashehe walikuwa maadui, walikuwa wakiji nyumbani kwangu na walikuwa wakila chakula nyumbani kwangu. Kwa kuona amali za mashehe watu walipata fedheha. Sisi tuliacha kusali swala nyuma ya imamu asiku mwanajumuiya, na sisi tulikuwa tukisali swala peke yetu. Tulikuwa tukimchagua mtu mmoja kuwa imamu wetu na alikuwa akiongoza, lakini washuku wanajumuiya wakaanza kutusumbua. Kwa hiyo sisi tukaacha kusali katika misikiti wao, bali tukaanza kusali katika nyumbani kwetu kwa jamaa, katika nyumba ambayo nilipanga na nilikodi. Lakini mwenye nyumba akanifukuza kwa sababu hii kwamba sisi tunaswali swala katika nyumba yake. Kisha baadaye nilipopanga nyumba ingine tukaanza kusali kule kwa jamaa. Kisha kwa ndugu yetu moja Ramadhan tukanunua maduka 3 na ardhi kwa ajili ya kujenga msikiti, na kule kulikuwa bana Bishara Sahib anajumuiya mmoja aliyekuwa daktari assistant surgeon, na kwa sababu ya kuja kwake Dr. Sahib tulipata nguvu sana. Alikuwa na jazba sana na shauku sana ya mahubiri. Tulikuwa tukisali swala katika maduka tulinunua, na tulikuwa tukimfanya Dr. Sahib kuwa imamu wetu, na maduka yalikuwa barabarani na tulikuwa tukija kule bila hofu, na tulikuwa tukiswali swala kwa jamaa. Na Dr. Sahib alikuwa akishughulika sana katika mahubiri, na alikuwa akisema kwamba mimi nibandike juu ya mwili wangu kwamba Isa alayhi salam amefariki, na kwa kubandika hii nifanye mahubiri na nitangaze kila mahali kwamba Isa alayhi salatu wasalam amefariki. Hadhrat Sheikh Ataullah Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nilipata kibali cha bayati yangu toka Qadian, na vile vile nilipokea vitabu pia, na katika vitabu kulikuwa gazeti la Al-Badr. Sisi tulieneza gazeti lile na watu walijua, na kwa sababu watu walipojua kwamba sisi tumejiunga na jumuiya ya upinzani ulienea. Watu wapinzani wakaanza kufanya mikutano, na waliojiunga na jumuiya walivutwa kwa nguvu katika mikutano ile ili wabadilishe imani na watubu katika imani yao. Anasema wengine walikuwa na imani dhaifu, walikuwa hawakuweza kusimama dhidi ya mateso, wakateleza, wakabadilisha imani. Hali ikafika kiasi hiki kwamba Sufi Tasawur Sahib na Sheikh Saadullah Sahib walikuwa wafuasi wa Sufi Sahib wao, na mimi tukabaki katika jumuiya katika imani, na watu wengine wote kwa sababu ya dhulma na kwa sababu mateso ya maadui wakaacha imani yao, wakaritadi, wakaacha jumuiya. Lakini Hazur anasema hawa watu hawakuacha imani yao. Anaandika kwamba Mwenyezi Mungu ampatie Sufi Sahib nguvu kwamba waliwahi kumwona Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini kwa hekima ya Mwenyezi Mungu mwenyewe alinipatia nguvu kwa ghaibu. Yani Sufi Sahib aliwahi kumwona Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini mimi sikuwahi kwenda Qadian, lakini Mwenyezi Mungu alifadhili na alinipatia nuru na alinipatia imara, na sikupata athari ya upinzani hata kidogo, wala sikuogopa kwa sababu ya mateso yao. Kadiri waliokuwa wakiniogopesha, imani yangu ilikuwa ikipata nguvu zaidi.
walikupokuwa wakisema kwamba ni tubu, nilikuwa nikisema mna ni tubu kutoka nini. Mia Abdul Majid Saheb anasema kwamba safari moja maadui wapinzani wakafanya mkutano na wakapiga kelele na wakaleta uadui wote dhidi yangu, yani dhidi ya Abdul Majid Khan Saheb. Wakapanga mipango chungu mzima dhidi yangu, wakamchochea polisi pia, na wakaniogopesha kuhusu kususa, kunisusia, na wakawachochea watu kiasi hiki kwamba moyo wangu ukapata wasiwasi. Na kwa sababu ya hali hii anaeleza msaada wa Mwenyezi Mungu ulipatikanaje. Anasema usiku moja nikaenda msituni na nikakuelekea kibla, na kwa kufikiria moyoni ni kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam, nikasema kwamba huzur, utuongoze katika hali hii ya shida. Nikafanya dua hii kwa moyo sana kiasi hiki na kwa kulia kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu kwa kusikia maombi yangu, Mwenyezi Mungu akasikia dua yangu. Huzur anasema kwamba nieleze kwamba hapa alikuwa si shirka, kama watu wanaenda makaburini wanawaomba kwa maulama na mawali wao. Hii ilikuwa njia yao ya kufanya maombi kwa kufikiria kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam. Akaanza kufanya maombi, hakumuomba kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, bali aliposema kwamba Mwenyezi Mungu alipokea maombi yangu. Hii inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu alipokea maombi yangu na alikuwa akimuomba kwa Mwenyezi Mungu. Hakusema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alipokea maombi yangu. Kama watu wanapokwenda makaburini, wasikuwa na jumuiya kule, wanaomba na wanasema kwamba huyu piri wetu na sheikh wetu amepokea maombi yetu, bali akasema kwamba Mwenyezi Mungu akapokea maombi yangu na kulia kwangu. Usiku ule nikalala katika hali hii, naona katika ndoto kwamba maadui wamezingira nyumba yangu, wamezunguka nyumba yangu na wanatoa sauti na wanapiga kelele kwamba huyu mtu hatakiwi asalimike. Katika hali hii Sayyidina alayhi salam anakuja na kwa kushika mikono yangu anaelekeza uso wangu kwa binguni, anasema uende huko binguni. Kwa sababu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwa sababu ya nuru ya Sayyidina alayhi salam, nikapanda binguni. Maadui walikuwa wakiniona kwa kushangaa. Katika hali hii nikaamka na nilikuwa na furaha sana, na nikawa na imani kamili kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam ni mkweli na ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Kesho yake asubuhi maadui walipozunguka tena nyumba yangu, nikawaambia waziwazi kwamba Mwenyezi Mungu kwa kudra yake amenipatia nguvu. Hata kama mkinikata vipande vipande mwili wangu, moyo wangu hauwezi kuacha ukweli huu na nuru hii. Anasema kesho yake usiku naona tena katika ndoto kwamba polisi imezunguka nyumba yangu. Kwa sababu mikutano ilikuwa ikifanyika kila siku kule, na watu wa polisi wanasema kwamba huyu amesalimika kwa watu wa kawaida, lakini kwa sababu ameeneza ufisadi, sasa serikali itamkamata. Ikiwa haachi imani yake, basi atauawa. Katika hali hii anasema katika ndoto nilipata hofu sana, lakini tena katika ndoto Sayyidina alayhi salatu wasalam akaja na akashika tena mikono yangu kwa mapenzi na akaelekeza uso wangu kwa binguni, na akasema kwamba uende uko binguni na upande binguni. Na tena kama jana nilipanda tena uko binguni na nikasalimika katika polisi na katika uadui wao. Kwa sababu ya ruya hii imani yangu ikapata imara kama ni mlima, na ukweli wa Sayyidina alayhi salam uliingia moyoni mwangu kiasi hiki kwamba hakuna anayeweza kukata na kuondoa ukweli huu katika moyo wangu. Alhamdulillah, alhamdulillah, suma alhamdulillah. Kisha anasema kwamba
nikapata moyoni kwamba nimuone seinam alah salatu wassalam, yani alikuwa bado hajamuona seinam alah salatu wassalam. kwa hiyo anasema nikaandika barua, na katika majibu ya barua yangu seinam alah salatu wassalam akasema, mimi abdullah majid uje kadian mara moja. Zura anasema mwenyezi mungu anaimarisha imani hii pia, na watu wengi wananiandikia barua pia siku hizi. Hazrat Amir Khan saheb ni riwaya yake, anaandika tukio lake kwamba niliporudi kutoka Kadian baada ya kufanya bayat, na niliporudi katika kijiji changu Hirana, Mehtab Khan saheb aliyekuwa kiongozi na alikuwa akijiona kwamba yeye ni mtu mkubwa, na alisoma kidogo, lakini alikuwa na kibri ya hali ya juu. Na alikuwa akidai kwamba anajua kila kitu, ni yeye ni mjuzi wa elimu. Akaanza kunipinga na akaanza kunitukana, lakini niliendelea kuonyesha subra. Mwishowe tauni ilienea katika familia yake, ilienea kiasi hiki kwamba mkwe wake na kijana wake alikuwa moja na watu wengine wa familia. Katika siku chache wote wakafa, na hakubacha baki mtu hata moja kwa ajili ya kumpikia chakula. Katika kijiji kingine ambapo binti yake aliolewa, alikuwa akienda kule kwa ajili ya kula chakula, lakini kwenda kule na kula chakula kwa binti yake ilikuwa kama ni mauti kwake. Bana Mahtab Khan umri wake wakati huo ulikuwa miaka 60 au zaidi, na alikuwa hana property sana, yani ilikuwa chini ya ekar moja shamba lake. Anasema siku moja nilikuwa nasoma Qur'an tukufu msikitini, yeye akaja kwangu na akasema angalia hali yangu ikoje, na kwa kuelekea Kaaba akasema kwamba mimi sina uadui wowote na Mirza Saheb. Yani hali yake ilikuwa kiasi hiki. Basi baadaye alijuta na alisema maneno haya ni matukio ya imani ya maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu amemjalia Sayyidina alayhi salatu wasalam jumuiya ya aina hii, kwamba katika imani na katika imara ina mfano wake. Hata siku hizi pia watu wananiandikia barua na wanaeleza matukio yao ya imani yao, na miongoni mwa hawa ni watoto na wazee na kina mama. Basi nuru hii ambayo iliyopatikana ndani ya maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa sababu ya Sayyidina alayhi salam, hii iliendelea katika jumuiya. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya hawa maswahaba ambao walimpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam na walionyesha imara ya imani, na Mwenyezi Mungu awapatie imara vizazi vyao pia. Na wale ambao wapo katika jumuiya siku hizi na watakaojiunga katika siku za usoni, Mwenyezi Mungu aimarishe imani yao. Kuna matukio mengine zaidi ya haya ya imara ya imani yao, na nitaeleza matukio haya yatathibitisha Mwenyezi Mungu namna gani aliwasalimisha na aliwasaidia maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Bila shaka kwa kusoma matukio haya imani yetu inaongezeka. Mia Barakat Ali Saheb anasema kwamba mimi katika matetemeko ya ardhi ya tarehe 4 ya April mwaka 1905 katika Idhram Dharamsala, nyumba moja ilianguka juu yangu na nilitolewa nje kwa nguvu na kwa mushkil. Babu Ghulam Din Saheb aliona tukio hili. Alikuwa officer wa sub division kule, yupo hai kule Sialkot siku hizi. Miezi miwili kabla ya tukio hili la matetemeko, Sayyidina alayhi salatu wasalam alitoa bishara ya matetemeko haya.
sainam alah salatu wassalam alitoa bishara ya matetemeko haya. Mimi nilikuwa Kadian wakati huu alipotoa bishara hii ya matetemeko. Mimi nilichukua vipeperushi ya tangazo la matetemeko na nilifika dharamsala na nilisambaza vipeperushi vile, kwa sababu nilikuwa nikifanya kule kazi kama ni clerk, na siku zile nilikuwa na likizoni. Kwa hiyo mara kwa mara nilikuwa nikienda kumwona Mirza Rahim Sahib Ahmadi, alikuwa sahabi wa sayyidina alayhi salatu wasalam. Mirza Sahib alikuwa katika familia ya Mughal na ndugu zake wengine walikuwa si wana jumuiya, na mke wake na watoto wake walijiunga na jumuiya pamoja naye, lakini wengine jamaa wote walikuwa wapinzani wa hali ya juu. Alipojiunga na jumuiya, basi yeye na familia walijiunga na jumuiya, wote walisalimika, na watu wengine pia waliofika kule Kadian wanajumuiya wale wote pia walisalimika katika matetemeko haya. Hata sawa na kadirio langu, katika kijiji kile watu 90% walikufa, na katika matetemeko ya aina hii kusalimika kwetu ilikuwa nishani ya Mwenyezi Mungu. Nikianza kueleza maelezo yake, basi kila mmoja anayetafuta haki atakuta msaada wa Mwenyezi Mungu ulikuwa pamoja na wanajumuiya. Kwa kusikia matukio ya matetemeko haya, ataona kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu ulikuwa pamoja na wanajumuiya. Anasema kusalimika kwa familia yangu na familia ya Gulab Sahib na Allah Bakhsh Misri, Allah Bakhsh na Gulam Muhammad Misri na wanajumuiya wengine waliosalimika katika matetemeko haya, basi kila mmoja aliyesalimika msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana, basi huu ni nishani ya Mwenyezi Mungu kuhusu kila mmoja. Hususan Misri Alahi Bakhsh Sahib aliondoka katika kijiji kile siku moja, na familia yangu pia iliondoka siku chache kabla ya matetemeko haya kutoka kijiji kile. Vile vile kutoka nje katika duka wanajumuiya wengine, na kwa kusalimika kwa wanajumuiya wengine walioangukiwa majumba, hii yote ni ishara ya Mwenyezi Mungu. Na anasema kwamba mimi ninanuia kwamba niandike makala kuhusu msaada huo Mwenyezi Mungu. Hazur anasema sijui baadaye aliandika au hakuandika, lakini aliandika matukio mengine alipokwenda kukutana na Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam. Anasema baada ya matetemeko haya, baada ya siku chache nilienda Kadiana, nilikutana na Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam. Nilimkuta Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam karibu na Baiti Makra, aliweka hema chini ya mwembe. Nilipokutana na Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam, Hazur akauliza maswali mengi kuhusu mimi, kwamba nyumba ilipoanguka juu yako uliondokaje. Nilieleza kwamba kitanda cha Misri Allah Bakhsh kilinisalimisha, kwa sababu ukuta ulianguka juu ya kitanda kile, na mimi sikupata mzigo sana juu yangu. Na vile vile Hazur akaniuliza maswali kuhusu wanajumuiya wengine, na mimi nikatoa ushahidi kuhusu kusalimika kwao. Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam aliwahi kutangaza kwamba wanajumuiya katika matetemeko haya hata mmoja hatakufa, na anasema nilikuwa na yakini kwamba Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam alishajua kabla ya kueleza kwangu. Pengine kutoka Dharamsala hakuna mwanajumuiya aliyewahi kwenda kule kabla yangu mimi. Yeye alikuwa mtu wa kwanza aliyokwenda kule, na Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam alimuuliza hali yote ya matetemeko ya ardhi. Lakini tangazo alilotoa Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kwamba katika matetemeko haya ya ardhi hakuna mwanajumuiya hata mmoja atakayekufa au atakayepata hasara, na alieleza hii mapema kabla ya matetemeko haya. Nilipokutana na Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam baada ya matetemeko ya Kangra, Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam alisema kusalimika kwa wanajumuiya ni nishani ya Mwenyezi Mungu, hata kusalimika kwangu pia ni nishani ya Mwenyezi Mungu. Basi wenye baraka ni wale watakaopata funzo na watakaopata
mwongozo kwa kusoma matukio haya. Hadrat Chaudhry Abdul Hakim saheb anasema kwamba kwa bahati nilikutana na Maulvi Badruddin Ahmadi saheb aliyekuwa mkuu wa shule wa kule mjini. Akanipatia gazeti la Al-Badr ili nisome. Na kumbuka kwamba katika ukurasa wa kwamba la Al-Badr ilikuwa ikiandikwa ufunuo wa Mwenyezi Mungu ulikuwa ukishuka, na vile vile maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yalikuwa yakiandikwa katika ukurasa wa kwanza wa Al-Badr. Nilikuwa nikisoma, na kwa kusoma hii moyo wangu ilikuwa ikipata kashishi na mvuto, na nilikuwa na hamu nifike Qadian ili nimuone Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na ila hali mashekhe walijaribu kunipoteza, lakini nikampokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Maulvi Badruddin akanishauri niende Qadian mara moja, na pamoja nami maulvi mwingine pia akawa tayari kwenda kule Qadian. Anasema wakati huo posho yangu ilikuwa rupia 15 na ulikuwa maskini. Nikachukua likizo, mimi nikakata tiketi pamoja na mwenzangu kwenda Amritsar kwa sababu tulikuwa hatuna nauli ya kwenda Qadian. Tulipofika njiani nauli yangu ilikuisha na tulikuwa na sumni 8, kwa hivyo tukanunua tiketi. Gari ilipofika Amritsar tiketi yangu ilikuisha, lakini sisi hatukushuka. Gari ikaondoka. Gari ilipokuwa inaelekea station nyingine, ofisi wa railway akaja na akaanza kuangalia tiketi ya abiria wote, na sisi tukaogopa sana, na tukasema tulikuwa hatuna nauli, na tuligopa kwa sababu ya fedheha, na tulikuwa hatuna njia nyingine isipokuwa kufanya maombi. Kwa hiyo tukafanya maombi kwamba Mola, sisi tunaenda kumuona masihi wako mkweli, sisi hatuna nauli. Kwa ajili ya kwa baraka ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam uturehemu, utuokoe katika fedheha. Mwenyezi Mungu akapokea maombi. Ofisi wa railway alipoomba tiketi kwa ajili ya kuangalia, tulipatia tiketi ile ile tuliyokuwa tunayo. Akaangalia vizuri ile tiketi na hakusema hata neno moja, na akaenda. Na huu ulikuwa muujiza kwa ajili yetu, kwamba kwa ajili ya kwa baraka ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa ajili ya mahadi yake akatuonyesha muujiza huu, na kwa sababu ya tukio hili imani yetu ilipata nguvu sana, na ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ulithibitika kwetu. Na baada ya kushuka Batala tukaenda kwa miguu Qadian, na wakati wa dhuhuri tukafika Qadian. Hazrat Allah Dita Saheb mkuu wa shule anasema kwamba Mwenyezi Mungu aliniokoa katika mauti maelfu na balaa ya aina mbalimbali. Wakati mwingine nilipanda juu ya nyoka, na wakati mwingine nyoka alipanda juu yangu, lakini kile wakati Mwenyezi Mungu alinisalimisha. Hazrat Master Wadawe Khan Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba katika Amritsar tauni ilienea sana. Nilikuja nyumbani katika shule, na mke wangu alikuwa amesimama mlangoni. Nikamuuliza ni nini. Akasema nyumbani kwetu panya wamekufa, na akaeleza wasiwasi yake. Nikasema usiwe na wasiwasi, jumuiya yetu itasalimika katika tauni, usiwe na wasiwasi. Kwa hiyo nikafagia na nikasafisha nyumba. Kesho yake ilitokea hivi, nilikuta panya wamekufa na wadudu pia walikuwepo kule. Nilifagia tena na nikamwambia mke wangu kwamba usiwe na wasiwasi, jumuiya yetu itasalimika katika tauni. Baada ya siku 3-4 mke wangu akaniambia kwamba jipu imetoka katika mwili wangu, jipu ya tauni. Nikasema usiwe na wasiwasi, asubuhi nitamwandikia barua Sayyidina Ahmad alayhi salatu kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo nikaandika barua asubuhi, na dhani barua ile ilikuwa haikufika Qadian, lakini jipu ile ilikwisha, na mke wangu akawa mwenye afya. Kesho yake Abdul Karim mtoto wangu, yeye pia jipu ilitoka mwilini mwake. Niliandika tena barua kwa Sayyidina Ahmad alayhi salam, na nikawaambia watu wa familia wasio na wasiwasi. Kwa hiyo jipu ile pia ilikuisha.
tauni ilienea kiasi hiki wakati huo kila siku watu 200-250 walikuwa wakifa na idadi ya waliokufa ilikuwa ikitolewa na kamati ya mji. Huzur anasema kuhusu hii nieleze kwamba tauni ilipoenea sayyidina alayhi salatu wasalam alitoa maelekezo pia. Labda wao hawakupata maelekezo yale au labda hawakuelewa vizuri, pengine maswahaba walikuwa wakifuata maelekezo na saha zote za sayyidina alayhi salatu wasalam, labda hakupata nasaha zile za sayyidina alayhi salatu wasalam. Lakini hii ni imara ya imani yake na vile vile ya mke wake na watoto wake. Lakini nasaha alizotoa sayyidina alayhi salatu wasalam ni zilikuwa hii kwamba wakati tauni ilipoenea kila mahali, sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba ni amri yangu kwamba wanajumuia wa Lahore watoe tangazo hili kwamba nyumba ambapo pani watakufa au kama tauni imeenea karibu na nyumba ile, wanajumuia waondoke wasikae kule. Alisema wanajumuia waache nyumba na waende katika nje ya mji au mlimani kuishi katika nyumba yenye uchafu. Hata hii si nzuri. Mwili inatakiwa uwe safi, nguo zinatakiwa ziwe safi, na vile vile inatakiwa muendelee kufanya maombi na istighfar. Kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba wakati wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia tauni ilienea mahali ambapo wanajeshi walitumwa. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipopata taarifa ya tauni aliandika amri kwamba wanajeshi waache mara moja ile mahali na waende mlimani. Kwa hivyo wanajeshi waliondoka. Wakati huo mtu mmoja alisema kwamba je, mnakimbia kwa kudra ya Mwenyezi Mungu? Lakini Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alisema kwamba mimi nakimbia kwa kudra moja ya Mwenyezi Mungu kwa kudra nyingine. Yani hii si sahihi kwamba mtu ajitie katika shida bila kuwa na sababu yoyote. Kisha sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba Mwenyezi Mungu ametoa ahadi mbili kwa bishara hii. Ya kwanza kwamba watu wa familia zangu watasalimika katika tauni hii kama aliyosema inni wahafizu kulla man fi dar. Vile vile ahadi nyingine ni kuhusu wanajumuia, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yani wale walioamini na hawakuchanganya imani yao na dhulma ya aina yoyote, watu wa aina hii watapewa amani na hawa ndio waliongoka. Katika hii Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba watasalimishwa wanajumuia wale ambao wanafuata mwongozo wangu kisawasawa, na watasafisha uchafu wa mioyo yao na hawataelekea kwenye maovu. Watu wengi wanafanya bayat lakini hawarekebishi vitendo vyao. Kwa kufanya bayat mtu hawezi kupata kufaida mpaka arekebishe hali yake. Mwenyezi Mungu anajua hali ya mioyo ya watu. Huzur anasema kwamba kwa kusalimika katika mabalaa ya kila aina tunatakiwa tuchunguze imani yetu kila wakati, kiasi gani tunajitahidi kuwa kamili katika imani yetu. Hazrat Maulvi Sufi Ata Muhammad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba ilikuwa ngumu kwangu kukutana na sayyidina alayhi salatu wasalam kwa sababu nilikuwa sipati likizo. Kwa bahati nilisoma katika gazeti kwamba sayyidina alayhi salatu wasalam anakuja Jehlam, na nilikuwa sipati ruhusa ya kwenda Jehlam, na nilikuwa na hamu sana ya kwenda kule. Nikawaambia watu wa familia yangu kwamba kesho ni Jumapili na sayyidina alayhi salatu wasalam amekuja Jehlam, usimwambie mtu yeyote naenda kule. Na wakati ulikuwa mdogo na station ilikuwa maili 3 na ilikuwa usiku na ilikuwa ngumu kutembea njia ile. Nikamtegemea Mwenyezi Mungu na nikaondoka. Kwa bahati na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu taa moja iliendelea kutembea mbele yangu. Labda mtu mwingine alikuwa anaenda kule mbele yangu.
kwa hiyo mimi nikapata gari. Nilipofika stesheni gari ilikuwa tayari, nikakata tiketi na nikafika jehlam na nikamwona sainam alah salatu wassalam. hadha mulana gulam rasul sahab rajeki anasema kwamba mimi nilikuwa kijana wakati huo katika Kapurthale. Niliona ndoto siku moja kwamba kuna ndovu na mimi nimekuja chini yake, ameanguka juu yangu. Asubuhi nilipoamka, Khan Abdul Majid Khan sahab akasema kwamba leo tunaenda kumwona mtu wa Bias na sisi tutaenda juu ya ndovu kule mtoni, ye wewe pia uende. Nikasema mimi siwezi kuenda, na sababu yake ni hii kwamba katika ndoto nimeona kwamba nimekuja chini ya ndovu, chini ya yani tembo ameanguka juu yangu. Lakini kwa kusikia hata ndoto hii alisisitiza na niliendelea kukataa, kwa sababu niliogopa sana kwa sababu ya ndoto hii. Niliposikia kwa Khan sahib kwamba tutaenda juu ya ndovu mtoni, kwa kusikia hii moyoni mwangu nilipata athari sana ya hofu. Lakini Khan sahib aliendelea kusisitiza, na pamoja naye wenzake pia, marafiki wengine pia wakaanza kusisitiza, na kwa sababu ya msisitizo wao nikawa tayari kwenda nao na nikawa tayari kwenda pamoja nao, ingawa nilikuwa si pendi. Na watu wakatayarisha ndovu 3 4 na sisi sote tukapanda juu yao, na mimi pia nilipanda juu ya ndovu moja. Tulipofika mtoni, lakini sikuona kwamba ndoto yangu imetimia hivi kama niliona, lakini Mwenyezi Mungu alinionyesha kwa njia ingine kwamba sisi tulipokuwa mtoni kule na tulikuwa tukiangalia, nikaona kijana mmoja ambaye alikuwa anaoga na alikuwa anaogelea mtoni, na alikuwa akiruka daraja la mto na alikuwa akiogelea hivi, na mimi nilikuwa nikijua jinsi ya kuogelea. Mimi nikamwambia yule kijana kwamba wewe unajua kuogelea na unaruka daraja, lakini kama unapita katika mlango fulani wa daraja ndipo nitajua kwamba unajua kuogelea. Lakini yule kijana akasema kwamba mtoni kuna maji mengi, si rahisi. Lakini akasema kama unajua jinsi ya kuogelea, kwa nini unaogopa? Yeye akasema wewe unajua kuogelea? Nikasema ndio. Basi akasema kama unajua basi uruke na upite katika mlango fulani wa daraja. Nikasema sawa, na nikaruka na nikapita chini ya daraja bila wasiwasi. Lakini mara ya pili niliporuka darajani na nilipotaka kupita katika mlango mwingine mkubwa wa mbali, nilipoanguka chini, basi nilakamatwa na whirlpool, yani mzunguko wa maji, na maji yale yalikuwa yanazunguka kwa nguvu sana. Nikajaribu kutoka, lakini sikuweza kutoka katika mzunguko ule, na nikakamatwa na nguvu ya maji na sikupata nguvu ya kutoka, na nikaanza kukata tamaa, na nikaanza kuhisi kwamba katika dakika 2-3 mimi nitakufa. Katika hali hii ndugu wote walikuwa wakiniona wakiwa darajani, na wakaanza kusema kwamba kwa bahati mbaya Maulvi Sahib anafariki na hawezi kusalimika. Katika hali hii, hali ilikuwa ya aina hii kwamba wa marafiki walikuwa wakipiga kelele, lakini hawakufikiria hata kidogo kwamba wangenipatia kilemba chao. Ningeshika kile kilemba na ile tambaa ya kilemba na ningetoka nje katika mzunguko wa maji, lakini hawakufikiria hata kidogo kuhusu hii. Na hali yangu ilikuwa ya aina hii kwamba nilikuwa sina hope kwamba nitasalimika, na nilikuwa nahisi kwamba katika dakika chache nitakufa. Katika hali hii Mwenyezi Mungu alinisaidia kwa njia nyingine, kwa sababu ya baraka ya Sayyidina alayhi salatu wassalam.
na kwa sababu ya amri ya sayyidina alayhi salatu wassalam nilisafiri kutoka kapurthala kwenda kadian, na kwa sababu ya baraka hii mwenyezi mungu alinisaidia hivi kwamba nilikuwa katika mzunguko wa maji katika whirlpool, na nilikuwa nikienda chini mara nilikuwa nikitoka nje, na nilikamatwa vibaya na maji. Mara mkono moja uliokuwa hauonekani ukanitoa katika maji yale, na yakanitupa mbali, na kule mti moja ulikuwa umeanguka majini. Mimi nikashika tawi lake mmoja, na nikashika tawi lake na nikatulia kidogo kule. Kisha kwa msaada wa mwenyezi mungu nikatoka nje ya mto ule. wakati huo nikakumbuka ndoto yangu niliyoona, na nikajua kwamba nilipokuja chini ya tembo, mradi wake ilikuwa shida ingine, si tembo. Na mto ulikuwa kama ni tembo kwangu, niliona katika ndoto. Lakini kwa baraka ya sayyidina alayhi salatu wasalam na kwa ruhusa ya sayyidina alayhi salatu wasalam nilikwenda kutoka Kapurthale Kadian. Kwa sababu ya hii mimi nilisalimishwa, lakini sawa na hali ya kule ilikuwa si rahisi kusalimika kwangu. Haya matokeo pia yanaonyesha imani ya masahaba wa sayyidina alayhi salatu wasalam na yakini yao walikuwa wanayo juu ya sayyidina alayhi salatu wasalam. Hadhara Maulvi Sahib, kama nilieleza, angekuwa mtu wa dunia angeona kwamba hili labda ni jambo la kawaida, si msaada Mwenyezi Mungu. Lakini Hadhara Maulvi Sahib alisafiri kwa ajili ya dini na maombi ya sayyidina alayhi salatu wasalam. Alisema kwamba ni kwa sababu ya hii alisalimika. Hii ni hali ya imani, inatakiwa kila mmoja wetu awe nayo hali hii. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuwe na hali hii, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.